Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu kusikiliza dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuandikwa kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na CAF ya ufungia kwa Mkapa, ubora wa pichi chanzo. Bana, moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limefungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea, yani pichi, kuendelea kupungua ubora wake. CAF imeelekeza eneo hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Katika taarifa iliyotolewa leo Jumatano Machi 12 mwaka 2025 na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, imeelekeza kuwa kutokana na hatua hiyo, mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho la CAF kati ya Simba na Al Masry ya Misri iliyopangwa kuchezewa uwanjani hapo Aprili 9 ipangiwe eneo lingine. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutumia jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na wekundu wa Msimbazi Simba kufikia Machi 14 mwaka 2025. CAF itafanya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 20 mwaka 2025 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumike au kuendelea kufungiwa, imeeleza taarifa hiyo ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa mitandao ya kijamii wa peji za TFF. Awali, mbali na mechi za shirikisho, pia uwanja Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani, yani CHAN, zitakazofanyika Agosti mwaka 2025. Kufungiwa kwa uwanja Benjamin Mkapa ni pigo la pili kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mashindano hayo msimu huu, kwani la kwanza lilikuwa ni kupata adhabu ya kucheza bila mashabiki katika mechi ya mwisho ya hatua ya makundi dhidi ya Constantine ya kule Algeria ambayo ilipigwa Januari 19 mwaka 2025. Katika mchezo huo Simba ilibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila yaliyoifanya iongoze kundi A la mashindano hayo ya kombe la shirikisho. Bana, hii ni moja ya taarifa ambayo inaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Instagram wa Tan Football, ukurasa rasmi wa shirikisho la soka Tanzania, yani TFF, ambapo imeelekeza kuhusiana na maelekezo ambayo ameyapata kupitia shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF, ya kufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kutokana na pichi ama lile eneo ambalo ni la kuchezea wachezaji kupungua ubora wake. Sasa TFF bana wamepewa maelekezo waufanyie maboresho uwanja ule pale mpaka tarehe ambayo wameweza kupewa, na tarehe 20 CAF watatuma wawakilishi wao kwa ajili ya kukagua kama jinsi gani ambavyo uwanja huu utakuwa unaendelea na maboresho ambayo wao wanataka yaweze kufanyika. Hili ni moja ya pigo ambalo tunaweza tukasema kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo tunafahamu wana mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali, ambapo wanakwenda kukutana na Al Masry kutoka kule Misri. Tunafahamu ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba anakuwa bora wanapotumia uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba anakuwa bora na kupata matokeo chanya wakiwa katika dimba hili hapa. Sasa kwa taarifa hii hapa ni wazi hili ni pigo kwa wekundu Msimbazi Simba, ambao sasa watatakiwa kuchagua uwanja kati ya Azam Complex ambao nao pia ni bora katika mashindano ya kombe la CAF. So uwanja wa Azam kama tunavyojua by history na wekundu wa Msimbazi Simba ni uwanja ambao una historia mbovu, na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ni uwanja ambao wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakipata tabu kupata matokeo pindi wanapokuwa wanacheza katika dimba la Azam Complex. Tusubiri tuone Simba atachagua uwanja gani, ni wapi ambapo wataelekea. Hili ni jambo ambalo tunasubiria kuona, ambapo tunafahamu mchezo wa robo finali ambao unatarajiwa kurindimba, tunasema hivyo, kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry kutoka kule nchini Misri. Tarehe na siku zinazidi kukaribia na tutaona ni kipi ambacho wekundu wa Msimbazi Simba watakwenda kukifanya, wakiwa ni wawakilishi pekee katika mashindano ya kimataifa baada ya Africans kuondoshwa katika hatua ya makundi. Wamesalia wekundu wa Msimbazi Simba ikiwa ni
tumaini la Watanzania katika kuhakikisha kwamba soka la Tanzania, lakini ligi ya Tanzania inazidi kupeperushwa sehemu mbalimbali. Bana, mimi ni Jackson Jambele na hapa naitwa Ganga Info Channel. Endelea kutufuatilia kwa kupata yale matukio, zile taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kupitia mitandao ya kijamii. Ganga Info Channel, subscribe now.